Sasa jambo hilo lilipokuwa watu wameliacha na wamelipuuza kwa kiasi kikubwa sana katika zama hizi, yani karne hii ya 20 ilipoanza, baadhi ya wanawachuoni walidhihiri katika kulifanyia kazi jambo hili katika ulama wa ahli sunna. Miongoni mwa hao ni al-Imamu Abu al-Ashbal Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala, mmoja katika wanawachuoni wa Misri. Pia al-Imamu al-Muallim al-Yamani, al-Muallim al-Yamani, wanawachuoni katika wanawachuoni wa Yaman ambaye alikuwa akiishi Makkah. Na pia akadhihiri Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Na huko bara Hindi pia baadhi yao wakawa wamedhihiri katika wanawachuoni, ikawa kazi yao ni kunasihi umma juu ya ahadithi hizi za urongo na dhaifa, wakiandika. Sheikh Ahmed Shakir yeye ana kitabu na alikuwa na makalati katika baadhi ya majalla za nchini Misri, na pia ana kitabu katika mustalahul hadith chaitwa al-Ba'ith al-Hathith fi sharh ikhtisar ulum al-hadith. Anacho kitabu kizuri sana, kitabu kimesheheni elimu ya hadithi kwa kiasi cha juu kabisa, katika juzu mbili katika baadhi ya tahqiqati za kiilmu, na katika chapa nyingine iko katika mujalladi mmoja. Al-Ba'ith al-Hathith ni kitabu muhimu sana. Lakini pia al-Imamu al-Muallim al-Yamani, mwanachuoni huyu akaandika baadhi ya vitabu kama al-Anwar al-Kashifa na vinginevyo, akaandika katika masala haya ya ilmu ya hadithi, lakini kwa kiwango kidogo. Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala yeye karasa hayatahu fi hadhihi al-muhimma, akakaa kitako kwa muda wa miaka isiyopungua 60, kwa muda wa miaka isiyopungua 60, zaidi ya nusu ya karne, akawa anaandika katika jambo hili. Na kitu kikubwa kilichomsaidia, pamoja na ilmu aliyosoma kutoka kwa wazee wake, lakini kitu kikubwa pia kilichomsaidia, Sheikh al-Albani alikuwa ni msimamizi, ni mmoja katika wasimamizi wa maktaba moja kubwa katika maktaba za Kiislamu duniani, al-Maktabatu adh-Dhahiriyya iliyoko Sham. Kwa wakati huo ilikuwa ndio maktaba namba moja duniani katika nchi za Kiislamu kwa ukubwa na wingi wa vitabu, hasa al-makhtutat, vitabu ambavyo bado havijachapishwa, bado vimeandikwa kwa mikono ya waandishi wa hao wa zamani. Vitabu vingi viko pale, vingi vya kiilmu viko hapo, na yeye akawa anavipanga vile vitabu kwa taratibu za kiilmu, maktaba ikawa kama yake. Kwa hiyo jambo hili likamsaidia kwa kiasi kikubwa, akapata uzoefu mkubwa, akapata faida nyingi. Wakati huo na akisomesha, anasoma, anafanya hivyo na anaandika. Akatuletea turathi kubwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu ambayo hatuwezi kuidharau sisi. Farahmatullahi ta'ala alayhi wa ala jami'i a'immati almuslimin. Kwa kuwa ilikuwa ni jambo jipya kwa baadhi ya watu washazoea tangu zamani, ukishasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi watu wapokea tu, basi kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vitabu vimejaa mahadithi ya kutunga, hadithi dhaifa, si katika fadhailul a'mali tu, bali hata katika mambo ya ahkam, bali hata katika aqaid, hadithi zikawa zinatembea katika mikono ya watu, bali huko kwenye tarikhi na sira ndio usiseme. Kumejaa mambo mengi yanahitaji utafiti na uchunguzi wa kihadithi. Sheikh akaanza kuandika katika vitabu vilivyoviandika. Mwanzo kabisa ile kitabu chake Al-Ajwibatu Nafi'a alichokiandika miaka ya 1940 na kadhaa na 50 na kadhaa, aliwaandikia watu wa Masjid al-Jami' pale Dimashq. Pia kitabu chake alichokiandika Tawassul, kadhalika kitabu chake alichokiandika kuhusu masuala ya kubur na vinginevyo. Kisha akaandika vile silsila mbili. Ya kwanza silsilatul ahadithi adh-dha'ifati wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fil umma. Akaandika kitabu cha zungumzia hadithi sahihi, dhaifu na maudhu, na hadithi za kutunga.
jambo hili si kwamba kalianzisha yeye, lilitangulia kwa wanachuoni wengi tu walifanya namna hii, wakaandika. Sasa jambo hili pia halikuwapendeza wale ambao hawajali, yani wale ambao wana faida kwa kutokuchunga hadithi sahihi na dhaifu. Kuna faida wanaoipata, ima kuyatetea madhehebu yao au kutetea shakhsiyati zao na misimamo na hoja walizozijenga hapo kabla, ikawa wanaanza kumtuhumu. Lakini kuna wanaochuoni wengi waliomuunga mkono na wanakiri juu ya ilmu yake. Mimi nataka nisome maelezo ya baadhi ya wanaochuoni. Sema maneno kama haya mimi niliwahi kuyaandika siku za nyuma kwenye kitabu chetu tulichokiita wailul likulli afakin athim الرد على افتراءات الخارجي المفتري, ole wake kila mzushi mwenye madhambi. Kitabu hiki tulikitoa mwaka 2012, ilikuwa tarehe 21 Shaaban 1433, miaka 10 takriban iliyopita hijiria, kwa sababu sasa hivi tuko 1443 na hiki kilitoka 1433. Tendee kitabu hiki. Kuna mtu huyo alikuwa nikimjibu, alikuwa akimtukana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yeye na wenzake wanaandika kwenye vitabu na sehemu nyingine ili kumfanya mdogo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwamba ni mtu kama muhuni fulani hivi aliyevamia vitabu kwa ajili ya kutaka kupotosha, au mtu juha amekuja sasa kichaa huyu afanya fujo. Ile lugha waliyozungumza kwamba si chochote si lolote huyo Albani, mpaka mmoja akasema kwa ufupi ni kuwa Albani si mwana wa chuoni wa hadithi kamwe, tofauti na wanavyodanganywa walalahoi. Albani hajui hata kitu alichokisema mwenyewe, husema kitu kisha akajipinga au akakanusha kuwa hajakifanya, naye kakifanya, kimo katika maandiko yake. Kilichompa jina mtu huyu ni kuweko kwake katika madhehebu yenye pesa na iliyopo katika sehemu nyeti, anatangazwa. Kuna mtu akawa alisema maneno haya, aliyaandika hasa, na mimi nimenukuu. Kirejea kwenye kitabu utaona nimekupa kitabu gani, ukurasa wangapi. Hivi ndivyo alipokuwa akimzungumza Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pia akasema Albani hajui hata hadithi zilizomo katika Al-Bukhari na Muslim. Kama utavyoona mifano miwili mitatu iliyofuata, na hii mifano 7 niliyoinukua hapa ni mifano michache tu, nina mifano 621 ya hadithi walizozikusanya wenyewe mawahabi, ambapo Albani huku anasema vingine na kule anasema vingine. Rejea Tarajuatul Albani cha Abul Hasan Muhammad bin Hasan al-Sheikh ulijionee mwenyewe, na kwa ziada rejea Tanaqudhatul Albani cha Al-Allama As-Sayyid As-Saggaf. Kwa hiyo Albani mwenye hata elewi, ajisemea ovyo tu, huko asema hivi, kuna asema vile, huko asema hivi. Haya ni mashambulizi yanaelekezwa kwake, lakini si dhati yake. Hapa kuna lengo nyuma ya hilo. Mwingine naye akasema pia, anauliza, je, inafaa kutegemea usahihishaji wa Albani? Jawabu, naam, haifai kutegemea hukumu za Albani, isipokuwa kwa mtu mwenye uwezo wa kutazama hukumu na kuyapekua aliyoyasema na kuyajadili. Na hilo ni kwa sababu Albani anajichanganya hukumu zake nyingi. Utamuona anasahihisha hadithi hapa, kumbe kule ameidhoofisha, au ameidhoofisha hapa lakini kule ameisahihisha. Kwa hiyo
imekuwa kumtegemea ni jambo muhali au mfano wa muhali, na hili si katika mlango wa kasumba. Hiyo ndiyo hali halisi kwa yale wanaoeleza wafuasi wake. Hapa nimetaka kueleza baadhi tu kwamba hivi ndivyo anavyoshambuliwa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani na maadui, hasa maadui wa sunna. Faliwadhi almuadhin. Tuendelee. Nitataja baadhi ya kauli za wanawachuoni ambao wameishi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kwa sababu ukitaka kumjua mtu na fani yake, mtu na fani yake, hizi elimu zio katika fani tofauti tofauti, na watu wanawachuoni wamebobea. Kuna ambao wamebobea katika fani tofauti tofauti, huyu kabobea katika hili, yule kabobea katika lile, mwingine amebobea katika mambo mawili matatu, mwingine mpaka mengi tu, anajua vizuri tu. Lakini hayo yote hayapimwi na watu kwa upenzi, kwa sababu wanampenda mtu fulani au wanamchukia mtu fulani. Wala mtu hapimwi kwa kauli za watu wasio na elimu katika fani hiyo. Watu wakusifu, yule ajua lugha kweli kweli. Huyu anasema hivyo pengine hajui fa'ili nini wala mafauli nini. Jua lugha kweli kweli, zungumza Kiarabu si mchezo. Kiarabu gani unachokijua wewe? Asifia tu. Pengine huyu anasifiwa jua Kiarabu hana ajuacho maskini. Sasa usisikilize maneno ya watu ambao sio wenye jambo lao, wasikilize watu wa jambo. Na mtu utakumjua kwamba huyu ni mwana wa chuoni ni kwa ushuhuda wa wanawachuoni, si kwa ushuhuda wa watu muqallidun. Mtu mpaka amsikie fulani kasema, maana hao wanaosema Sheikh Al-Albani hakosea, wengi wao wanamsikiliza Sagaf. Tutaangalia habari zake, na wengine wanaosikiliza wengine hivyo hivyo. Yani si kwamba yeye ni mtafiti alikaa akafanya utafiti na kweli akaleta uwiano, akasoma habari mahali, hana mizani, hana uwezo wa kufanya nakdi katika mambo haya, si fani yake. Sasa jambo kubwa zaidi katika hili ni kuwasikiliza wanawachuoni wanasemaje. Wanawachuoni wa kwanza ambaye nitapenda nielezee kauli yake ni Sheikh Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi al-Harari, ambaye amefariki miaka ya karibuni. Alikuwa ni mwalimu kwa muda mrefu sana Darul Hadith al-Makkiyya, pia mwalimu ndani ya msikiti wa Makka. Huyu ni mwana wa chuoni, asili yake ni Ethiopia, ametoka Ethiopia na wazazi wake. Ni mwana wa chuoni mkubwa sana na ameacha athar katika ulimwengu wa Kiislamu. Miongoni mwa athari alizoziacha ni wanafunzi wakubwa na vitabu vikubwa. Tafuta vitabu vyake. Katika vitabu alivyoviandika yeye ni Al-Bahru al-Muhit al-Thajjaj fi sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Hiki ni kitabu kiko katika juzuu, chapa nilionayo mimi, kiko kitabu hiki katika juzuu 52. Kiko katika juzuu ngapi? 52. Na kutajia na bei yake, chauzwa $1,800,000 ndio bei yake. Sawa? Sasa tusiende katika mambo ya biashara, mambo ya bei. Ameandika kitabu kina juzuu 52, anasherehesha Sahih Muslim kwa sharhi ambayo Allahul musta'an. Wewe rejea some tu utaona. Ana kitabu kingine chaitwa Dhakhiratul Uqba Sharhul Mujtaba, ambayo ni sharhi ya Sunan An-Nasa'i, kina juzuu 45. Hiki kidogo kina takhfifu, chauza kama $1,200,000 hivi. Juzuu 45. Ni mtu wa zama hizi na amefariki hapa juzi tu mwaka huu rahimahullahu ta'ala. Sikwambii kitabu kingine Ithafu Talib ambacho nasema natamani mimi ningekimaliza hiki kitabu. Anasherehesha Jami'u Tirmidhi, anasherehesha hii Dhakhiratul Uqba. Wanaochuoni wameisifu, miongoni mwa hao ni Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Haijawahi kupatikana sharhi ya kitabu kama hiki katika zama hizi wala zama hizi zilizopita. Amekwenda kwa mwendo ule ule wa Al-Hafidh bin Hajar katika Fathu,
Sheikh Mukbil amekisifu sana kitabu hiki. Sheikh Muhammad Ali Adam al-Ethiopi ni mwanachuoni wa Ethiopia, amefanya kazi kubwa sana, ameishi Makka tangu akiwa sikumbuki kwa umri gani, lakini alikuwa yuko Makka kwa miaka mingi sana, baba yake vile vile na wengineo katika familia yake. Mwingine ni ammi yake, sikumbuki ni ammi yake au nani yake, yule al-Harari ndio mwenye kitabu hiki Manahilu ar-Rijal wa Maradhi al-Atfal bilabani madha lamiyat al-af'al. Alafu pia akakifanya talkhis kile kitabu ikhtisari, akaandika Muhannik al-Atfal. Lakini huyu bwana ana tafsiri inaitwa Hadaiqur Rawhi war Rayhan min rawabi al-Quran, kiko katika juzuu sikumbuki na juzuu ngapi pale, lakini ameandika tafsiri yote ya Qur'an. Ukiangalia ni usra ya ilmu, familia ya kiilmu, lakini juzuu zake zile hazipungui juzuu 40 hivi tafsiri ya Qur'an. Anasemaje? Anasema Sheikh Muhammad Ali Adam, wakadha kutubu al-allamati Nasiruddin al-Albani fa innaha mumti'atun jidda, vile vile vitabu vya mwanachuoni Muhammad Nasiruddin al-Albani kwa hakika ni vizuri mno, ni vyenye kustarehesha mno. Lianna lahu liyadu tula fi ma'rifati al-ahadith tashihan wa tad'ifan kama tashhadu bidhalika kutubuhu al-qayyima, kwa sababu ana yeye Albani mkono mrefu, ana mkono mrefu kinaya katika uchambuzi wa hadithi, utambuzi wa hadithi kwa kuzisahihisha na kuzidhoofisha, na hilo linatolewa ushahidi kupitia vitabu vyake vilivyonyooka. faqalla man yudanihi fi hadha al-asr alladhi sada fihi al-jahl, ni wachache katika watu katika wakati huu wanaomkurubia katika elimu hii, ni watu wachache sana wanaomkurubia Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika zama wakati ambao umeenea ujinga juu ya elimu hii tukufu. Saada fihi aljahlu bihadha alilm alsharif, umeenea ujinga juu ya elimu hii tukufu. Maneno haya utayapata katika kitabu chake Dhakhiratul Uqba Sharhul Mujtaba, juzuu ya kwanza ukurasa wa 11. Haya maneno yamo katika hiyo Dhakhiratul Uqba, yauzwa, iko kitaka, na maneno haya yamo ya mwanachuoni huyu. Kwa hiyo huyu ni mwanachuoni mmoja. Mwanachuoni mwingine ni Sheikh Muhammad Muhibbuddin al-Khatib mwenye al-Khutut al-Arida. Muhibbuddin al-Khatib anasema min du'ati as-sunnah alladhina waqafu hayatahum ala al-amal li-ihya'iha وهو أخونا بالغيب الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني. miongoni mwa walinganizi wa sunna ambao wameutoa wakfu uhai wao kwa ajili ya kuzifanyia kazi sunna na kuzihuisha ni ndugu yetu ambaye hayupo hapa, naye ni Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani, Muhammad Nasiruddin ibn Nuh Najati al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mwingine ni mwanachuoni wa Kimisri anaitwa Sheikh Ali Tantawi. Yeye anasema maneno haya: Sheikh Nasir a'lamu minni bi'ulumi al-hadith wa ana ahtarimuhu lijiddihi wa nashatihi wa kathrati tasanifihi wa ana arji'u ila Sheikh Nasir fi masail al-hadith. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ni mjuzi zaidi kuliko mimi katika ilmu ya hadithi. Mimi ninamheshimu kwa juhudi yake na wingi wa utunzi wake. Mimi ninamrejea Sheikh Nasiruddin katika masuala ya hadithi, namrejea mimi nikitaka kujua, namuuliza Sheikh al-Albani, vipi hadithi hii? Sheikh Ali at-Tantawi, mtamtafuta yeye nani Tantawi. Sheikh Mustafa az-Zarqa katika wanachuoni wa Sham wanasema sadiqi al-ustadh Nasiruddin al-muhaddith al-ma'ruf bi Dimashq
rafiki yangu Ustadh Nasiruddin, mwana wa chuoni wa hadithi maarufu huko Damascus. Tutasoma haraka haraka. Mwana wa chuoni mwingine wa Misri na wataja, kwa sababu kuna wengine ukimtaja Ibn Baz, ukimtaja Al-Abbad, Abdul Muhsin Al-Abbad, kwamba hasa wana wa chuoni wa Kiwahabi hao, tawatajia hao wengine. Sasa Muhammad Al-Ghazali, Al-Sheikh Muhammad Al-Ghazali anasema al-ustadhu al-muhaddith al-allama al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ustadhi mwana wa chuoni wa hadithi mjuzi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hawa wote wanakiri kwamba ni mwana wa chuoni wa hadithi, ni al-muhaddith. Kwa hiyo hilo limepita. Wanaosema kwamba ni al-muhaddith ni wana wa chuoni, na kauli nyingine nimeziacha mimi, wana wa chuoni wengi tu. Sasa akija mtu akituambia hajui, si mwana wa chuoni hadithi kamwe, hajui hadithi kamwe, mtu tu kutoka Tanga, kutoka Dar es Salaam, kutoka Pemba, kutoka Rufiji, kutoka wapi, mtu si mwana wa chuoni kamwe. Alafu kimwangalie mwenyewe ana uwezo gani katika elimu ya hadithi, si dharau, lakini tunajua kwamba si mtu aliyebobea katika jambo hilo, hawezi kuwa hakim kwenye hilo. Sasa pengine wanasema hao ni wanawachuoni unaosema wewe, lakini si kuna wanawachuoni wengine na wao wamemrudi Albani. Sasa turudi hapo. Kama ikiwa ndio hivyo, kinachofanyika sasa ni kuwa na uadilifu, kuyarejea yale aliyoyasema Sheikh Al-Albani na yale anayokosolewa nayo. Usibebe tu ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hiyo ndio dini, kwa sababu hiyo ndio dini. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Enyi ambao mmeamini, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkitoa ushahidi kwa haki, wala kuchukiana na watu kusiwapelekeeni kutofanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwa sababu huko kufanya uadilifu kuko karibu zaidi na kumcha Allah, na hakika Allah ni mjuzi mno kwa mnayoyatenda. Hiyo ni suratul Maida. Sasa wewe unatakiwa uwe na uadilifu, si kwa sababu wamchukia fulani au watu fulani basi kikisemwa kitu kibaya tu kuhusu yeye tayari ushabeba. Na sisi nasi kwa upande wetu ambao twampenda Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tusimchukulie kwamba Sheikh Al-Albani ni maasum, kwamba yeye ni maasum, kama vile ambavyo tuwachukulia wanawachuoni wengine wote kwamba si maasumun, hawakukingwa na makosa, lakini wanawachuoni na watu hupimwa kwa wale makosa yao. Mtu anapokuwa akosea sana, ndio yule utasikia sayyul hifdh, shadidul dha'fi, fahishul ghalat, wamepewa madaraja watu wanaokosea sana. Yategemea na vile anavyokosea, alafu pia yategemea na msingi wake, amesimama katika msingi wa sawasawa. Alafu baadaye sasa tuangalie makosa yake yametokana na nini. Sasa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yeye ni mwanadamu, hili lakini lifahamike, anakosea kama wanavyokosea wanawachuoni wengine, kama vile wanavyokosolewa wanawachuoni wengine katika masala, na yeye pia vile vile ana haki ya kukosolewa, maadamu yeye si maasum. Na ukienda na msingi huo, basi wewe utasalimika katika dini yako. Lakini kama kuna kijichuki huko nyuma cha kusukuma kwamba kwa nini maasum, ili upate kumsema vibaya, basi uko katika hatari. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama ikiwa tumefahamu vizuri hivyo, basi ni vizuri sisi tukatazama ile kazi aliyoifanya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kupitia vitabu vyake. Nataka nizungumze kwa ujumla kupitia vitabu 100 alivyoviandika Sheikh Al-Albani
rahimahullahu ta'ala, vitabu zaidi ya 100 alivyoviandika yeye, hizo silsila mbili, sijui Irwaul Ghalil, sijui kadha, vitabu vyake vyote. Yuko shekhe mmoja amefanya kazi ya kuzikusanya hadithi alizozihukumu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu kilichoitwa Jami'ul Ahadith wal Athar. Huyu shekhe ni Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif. Mimi chapa nilionayo niko nayo mpaka juzuu ya 10, inaonekana inaendelea, kuna juzuu ya 11 inaendelea. Amezikusanya hadithi zote alizoziandika Sheikh al-Albani na kuzipa hukumu kwamba hii ni sahihi, hii dhaifu, hii ni hasanu lidhati, hii ni hasanu lighairihi, hii ni maudhu, zote zikafikia takriban ahadithi 1031,784 amezitolea hukumu hii sahihi. Katika hadithi ambazo amefanya tarajuu Sheikh al-Albani, alizihukumu kisha akataraja akatoa hukumu nyingine, ni hadithi 621 na maneno mengi ya watu katika hadithi hizi. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Sheikh Hassan Ali As-Saggaf, kitu kama hicho, mmoja katika wapinzani wakubwa wa Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Huyu bwana ameandika kitabu kinachoitwa Tanaqudatil Albani, yani kule kugongana kwa Albani, hapa asema hivi, pale kasema hivi, hapa asema hivi, pale kasema hivi. Mzunguko wa maneno yake yote yanazunguka katika hadithi hizi 621. Sawa? Sasa kwanza, ili tujue kwamba akosea sana au hajakosea sana, hizi 621 tuzikubali kwamba zote kakosea, lakini zina maelezo hizi. Yeye mwanadamu hupatia na akakosea. Haya, tafuteni asilimia hapa, tafuteni asilimia hapo. Hiyo ni asilimia 1.95. Wewe pataje mbili? Mimi nilipiga hesabu kupata 1.95. Takriban. Sawa, mimi nilipiga hesabu nikaona ni 1.95. Haya, kwa wepesi tunasema asilimia 2. Zitafuta hizo, utapata katika hadithi 100, mfano katika hadithi 100 kakosea hadithi 2. Kwa anakosea kweli kweli, utasema hivyo kwamba Albani bwana afai, anakosea kweli kweli. Kwa nini? Katika hadithi 100 kakosea hadithi 2. Uweza kukosea ngapi? Sasa watu hawapimwi namna hiyo. Usitumie chuki katika kuwahukumu watu. Haya, na hizo 621 kuna majibu mazuri kabisa amejibiwa Sagafu na wengineo ambao wanamkosoa Sheikh al-Albani. Sagafu akatoweka moja kwa moja, hakurudi tena katika majibu yake katika hili, kwa sababu alikuwa anasema urongo. Sasa ukizichunguza hizo hadithi ambazo maadui zake wanazipigia mifano kwamba amezikosea na amejichanganya, utazikuta ziko katika mafundi haya yafuatayo. Kuna hadithi ambazo Sheikh rahimahullahu ta'ala amezipa hukumu fulani kwa kuzichukulia dhahiri yake, kisha baada ya kufanya utafiti wa kina ikambainikia kinyume chake. Baba alitazama hadithi dhahiri yake, kuna wanachuoni wamehukumu kwamba hadithi hii ni sahihi. Baada ya kufanya uchunguzi akaona hapana, hadithi ile si sahihi, kumbe ni dhaifu. Kwa mfano, kuna hadithi ambazo alizihukumu kwa kuangalia njia moja tu, kwa sababu hadithi ina turuq nyingi tu. Sasa anahukumu kwa kutumia njia moja tu, kisha akazidhoofisha kwa sababu hiyo. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa fulani bin fulani, imepita kwa Ibn Lahi'a mathalan. Ibn Lahi'a dhaif, ikhtalat. Kwa wale ambao rawa anhu qabla al-ikhtilat ahadithuhum mustaqima wa sahiha, wa amma alladhina rawa anhu ba'da al-ikhtilat fa ahadithuhum dha'ifa. Sasa huyu kapokea baada ya ikhtilat ya Ibn Lahi'a, kwa hadithi dhaif imepita kwa Ibn Lahi'a. Huu ni mfano na utaja. Kwa akaidhofisha hadithi ile
kwa sababu ya ikhtilati ya billahia. Huu ni mfano. Sasa baada ya kufanya uchambuzi akagundua kwamba kumbe hadithi hii haina njia moja tu ya Ibn Lahia, ziko njia nyingine. Akaziangalia zile njia, na kwa sababu dhaifu iliyoko pale ni yasiri, ni udhaifu mwepesi, yanjabir, kwa akaihukumu hadithi ile juu ya usahihi baada ya kumdhihirikia, na pengine hilo limetokea baada ya miaka 25 miaka 30 likamdhihirikia hilo, basi akaandika kwenye kitabu fulani kwamba hadithi hii ni sahihi, hasanun li ghairi. Lakini tayari kule zamani alishasema kwamba ni hadithi dhaifu kwa kuzingatia njia hii. Hadithi hizo zipo pia. Sasa kuna watu wanaichukulia kwamba ndio hoja. Ona hapa, kule alisema sahihi, hapa asema dhaifu. Kule alisema dhaifu, hapa asema sahihi. Angalia hapa Albani anapojigonga. Kuna hadithi ambazo mfano wa pili alizihukumu kwa sababu ya hali ya mpokezi wake kuwa ni dhaifu au hajulikani, ima kwa sababu kuwa kuna baadhi ya wanawachuoni wakubwa walimtangulia wamemdhoofisha mtu huyo na yeye akawafuata. Yani kuna baadhi ya wanawachuoni wamemzungumza kwamba huyu rawi ni majhuli au rawi huyu ni dhaifu. Kwa ile thika na heshima yake kwa wanawachuoni, akaona huyu amezungumza sawa na huyu ni mwanawachuoni wa hadithi, akaichukua hukumu ile, kwa maana qallada hadha alalim fi hadha alhukm, qallada hadha alalima fi hadha alhukm, akamfuata mwanawachuoni huyu katika hukumu hii. Lakini baada ya kufanya utafiti wa kina, sasa akakusanya akwali za wanawachuoni kwa mpokezi yule wengine asiyekuwa yeye, akafanya utafiti, ikaja ikambainikia kwamba mpokezi huyu si dhaifu kama walivyosema wanawachuoni wale wengine. Kwa hiyo hili lina athari katika riwaya. Unaweza kuhukumu riwaya hii ni dhaifu kwa sababu fulani, kumbe bwana yule mtu si dhaifu. Sasa ukibadilisha mawazo hapo kuna ubaya. Imekusha kudhihirikia kwamba hapana, si dhaifu, wale waliosema dhaifu hawakupatia. Na hili lipo. Ukitaka kujua hayo, hebu kabla hujasoma Fathul Bari, soma ule mukaddima wa Sahihi al-Bukhari inaitwa Hadiyus Sari, uone Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anapowakosoa wanawachuoni waliotangulia zamani juu ya hukumu ya baadhi ya watu au baadhi ya hadithi. Ni jambo watu wa hadithi wanalifahamu hilo. Kwa Ibn Albani rahimahullahu ta'ala hakuleta bid'a, hakuleta jambo jipya katika utaratibu huu. Ni utaratibu wa kifani ambao yeye ni katika watu wa fani hiyo, kwa ushuhuda wa wanawachuoni baadhi yao nimewataja. Kadhalika mfano niliotoa ni kuna mtu mmoja anaitwa Isa ibn Hilal as-Sadafi. Nimetaja mfano katika kitabu hiki mbeleni huko wa huyu mtu Isa ibn Hilal as-Sadafi. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika maelezo yake ya kitabu Al-Mishkat alifanya ta'aliki katika kitabu Mishkat al-Masabih kuhusu Isa ibn Hilal as-Sadafi. Asema naye ninavyoona ni kuwa hajulikani, kwani Ibn Abi Hatim kamtaja katika kitabu Al-Jarh wa Ta'dil, na wala hakutaja kujeruhiwa wala kujeruhiwa mpokezi huyu, wala kwamba ni mwenye kuaminika, bali aliyesema kuwa ni mwenye kuaminika ni Ibn Hibban, naye ni maarufu kwa tasahul, kwamba yeye anapuuzia sana. Katika silsila dhaifa juzu ya pili, juzu ya 12 ukurasa wa 24, hadithi nambari 5517, Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala akasema kuhusiana Isa ibn Hilal as-Sadafi, akasema ذكره الفسوي في ثقات التابعين في مصر وفي ترجمته ساق الحديث، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب صدوق، قلت فمثله حسن الحديث. Sasa ukiangalia kule katika Al-Mishkat hakumjua kwa sababu mwanawachuoni mkubwa Ibn Abi Hatim alipomtaja hakutaja kuhusu mtu huyu jarhan wala taadila. Sasa mwanawachuoni ambaye hakutajiwa jarhi wala taadili, mpokezi akiwa hakutajwa kwa jarhi wala kwa taadili, anakuwa majhulul hal, au kwa lugha nyingine wanamuita al-mastur.
kwa lugha ya kifani wanamuita al-mastur au majhulul hal. Sasa yeye aliona hivyo, lakini baada ya muda akarejea kwenye baadhi ya vitabu kama al-Imam al-Fasawi katika kitabu chake Thiqatu at-Tabi'in, katika kitabu chake Thiqat, akamuona ametajwa huyo. Lakini pia al-Hafidh ibn Hajar alimtaja katika Taqrib, kisha akasema saduqun, yeye akasema famithluhu hasanul hadith. Kwa hadithi yake akaifanya tahsin kwa sababu hiyo. Sasa mifano ni mingi sana katika upande huu, iko mingi, na mimi nimepiga mifano hizo hadithi ambazo watu wamemkosoa nikazitaja hasa, mfano hadithi fulani. Lakini pia kuna hadithi ambazo maadui zake wamemsingizia kuwa amekosea au amejichanganya, lakini ukweli ni kwamba Sheikh Al-Albani amepatia na maadui zake ndio waliokosea. Hili nitatolea mfano katika Tanaqudhat al-Albani ya Sagafu. Wakati mwingine Sheikh Al-Albani kwenye kitabu fulani kataja hadithi nyingine na huku kataja hadithi nyingine, yeye alifanya ni hadithi moja, bali huku kataja hivi na kule kasema hivi, kajichanganya Albani. Kumbe alichanganyikiwa ni yeye, wala sio Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa mfano, kuna hadithi Sagafu katika Tanaqudhat al-Albani ametaja hadithi inayosema at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, akasema dhakarahu al-Albani fi ad-da'ifa, hadithi isemayo mwenye kutubu kwa kuacha dhambi ni kama asiye na dhambi. Hadithi hii ameitaja Albani katika Dhaifa juzuu ya 2 ukurasa wa 82. kisha wadha'afahu wa qala amma hadith ibn Mas'ud farawahu ibn Majah, kisha akaidhoofisha na akasema Albani ama hadithi ibn Mas'ud ameipokea ibn Majah, akataja nambari pale 4250. wa rijalu isnadihi thiqatun lakinahu munqati', na wapokezi wa sanadi yake ni watu madhubuti lakini sanadi imekatika. Sasa yeye anasema Saddaf, thumma tanaqadha fa awradahu fi sahih ibn Majah, kisha Albani akajichanganya akaitaja katika sahihi ibn Majah juzuu ya 2 ukurasa wa 418, mushiran linafsi raqm alhadith fi ibn Majah, akitoa ishara ya nambari ya hadithi hiyo hiyo katika hadithi ya ibn Majah. Sasa hapa ukiangalia Sagafu ndiye aliyejichanganya. Hadithi aliyodhoofisha Sheikh Al-Albani Allah amrehemu katika silsila dhaifa ni ile hadithi iliyokuja kwa urefu kutoka kwa Anas bin Malik, hadithi ya Anas bin Malik katika Sunan ya Ibn Majah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuna tamko hili at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wa idha ahabba Allahu 'abdan lam yadhurruhu dhanbun. Kuna kipengele hicho, mwenye kutubu kwa kuacha dhambi ni kama asiye na dhambi. Allah akimpenda mja basi haitamdhuru yeye dhambi. Kuna ziada hiyo. Hadithi hii Sheikh Al-Albani ameidhoofisha kwa sababu ya hii ziada niliyotaja. Ama kifungu cha kwanza kimethibiti katika hadithi nyingine iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na Abu Sa'id al-Ansari radhiyallahu anhu vile vile. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullah alipoitaja hadithi hii katika silsila dhaifa juzu ya 2 ukurasa wa 83 kwa chapa yangu mimi nambari 615 na 616, akasema wan nisfu al-awwal min al-hadithi lahu shawahid, nusu ya kwanza ya hadithi ina ushahidi mwingi wa kutilia nguvu, min hadithi Abdullah bin Mas'ud wa Abi Sa'id al-Ansari, kutoka katika hadithi Abdullah bin Mas'ud na Abu Sa'id al-Ansari. Kisha akamalizia kwa kusema wa jumlatul qawl anna al-hadith al-madhkura a'lahu dha'ifun bihadha at-tamam, na kwa ujumla wa maneno ni kwamba hadithi iliyotajwa hapo juu ni dhaifu kwa sababu ya ziada hii. wa tarafuhu al-awwal minhu hasan bimajmu'i turuqihi, lakini sehemu yake ya mwanzo ni hasan kwa mkusanyiko wa njia zake. Sasa yeye asema angalia huku Albani kaidhoofisha, huku kaisahihisha. Kwanza ni hadithi mbili tofauti. Hadithi ile imekuja kutoka kwa Anas bin Malik na hadithi nyingine imekuja kutoka kwa masahaba wawili, Abdullah ibn Mas'ud na Abu Sa'id al-Ansari.
Hizi ni hadithi mbili tofauti. Alafu hadithi inaafikiana huku na huku kutoka mwanzo mpaka kipengele cha mwisho, ndio kuna ziada. Hiyo ziada hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameidhoofisha, na si yeye tu wa kwanza, kuna wengine wamemtangulia. Sasa ukiangalia utaona watu kama hawa, masufi kama hawa, wanakuwa wana tabia ya kusema uongo. Sasa wale ambao hawajui mambo ya ilmu ya hadithi wabeba vile vile, Albani kakosea sababu ya chuki zao. Angalia hadithi kaidhoofisha, kule kasaisha. Nani? Sagafu. Huyu Sagafu hapa. Na wengine wajinasibisha na sunna, hawaelewi, wanda hivyo hivyo na wao. Sagafu kwenye kitabu chake Tanaqudat amezua uongo mwingi mno. Nikipata wasaa insha Allah siku moja nitaweka darasa maalum juu ya urongo wa Sagafu dhidi ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sifatu salah na vitabu vinginevyo. Sasa wale ambao hawana maarifa hii fani, naona kwamba ilikuwa ni vizuri wangenyamaza. Al-Hafidh anasema man dakhala fi ghairi fannihi ata bihadhihi al-ajaib. Yule mtu anayejiingiza katika jambo ambalo si fani yake mara nyingi huleta haya mambo ya ajabu ajabu, mambo ya ajabu kabisa anaweza kufanya kwa sababu amejiingiza katika fani asiyejua kitu. Kama wakitaka kukisema, hebu kifuatilie. Utaka kujua kitu fulani, fuatilia mpaka mwisho, alafu uzungumze kwa kiasi cha elimu yako, kwa sababu as-sa'idu man arafa qadra nafsihi. Mtu mzuri na mtu mwema ni yule anayejua mikdari ya nafsi yake. Kwa hiyo usije ukapotoshwa. Kwa hiyo hadithi zote kwa ujumla ambazo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala amezizungumzia ni hizi 621 na ambazo ndio amejirudi. Zote alizozungumza kwa ujumla ni hadithi 31,784 hadithi zote. Ama katika sahihi mbili ziko hadithi Sheikh Al-Albani amezigusa, si nyingi. Kama kuna mtu asema hadithi 600 kazidhoofisha, wewe jua tu kwamba wewe ni jahil, hajui, kasikia tu maneno. Si hadithi 600, ni hadithi chache. Sidhani kama zafika 50, sidhani kama zafika 20, pia sidhani kama zafika 10. Zinatajwa na yeye si wa mwanzo. Al-Imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala, kwa nimekuja na kitabu hapa Al-Ilzamat wa at-Tatabbu' cha Abu al-Hasan Ali bin Umar ad-Daraqutni, ambaye amezidhoofisha baadhi ya hadithi zilizomo katika sahihi Muslim au katika sahihaini. Pia ana maneno hata Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala na kitabu baina al-imamain Muslim wa ad-Daraqutni, akazihukumu zile hadithi ambazo Daraqutni amezitia maneno. Na wanawachuoni wa hadithi, ukisoma katika al-Mustalah na vitabu vikubwa vya ilmu, utaona kwamba wanawachuoni wa Kiislamu wamevipokea vitabu viwili hivi sahihi mbili kwa kuzikubali, yani kwa ujumla, lakini illa ahrufan yasira, wanasema hivyo, isipokuwa baadhi ya hadithi chache ndizo ambazo untuqida alaiha, hadithi chache tu hii, lakini ule utaratibu wake umebaki vile vile kwamba hii ni hadithi sahihi. Alafu jambo la ajabu, hao wanalalamikia hilo, kwa sababu mtu kukosoa hadithi kwenye kitabu, kama ni mtu ameshafikia daraja hiyo akakosoa, ni mmoja amepatia au amekosea, lakini akafuata ule utaratibu sahihi wa kisheria, ikawa ameteleza mahali fulani tu, si jambo la aibu. Hizo ndio katika changamoto za kiilmu, atakosolewa, atarudishwa katika usawa. Naeleweka? Lakini kuna watu wanaituhumu Sahih al-Bukhari au Sahih Muslim, wanaituhumu kwa sababu ya itikadi zao mbaya, hawafuati manhajia ya kiilmu katika kukosoa hadithi. Anatumia akili yake tu, mimi naona haiwezi kuthibiti hadithi kama hii. Kama Sagafu ameandika kitabu na makala maalum akiikataa hadithi al-Jariya katika Sahih Muslim, na hakutumia utafiti wowote wa kielimu, hakufuata manhajia. Na si moja hadithi, ana hadithi nyingi amezichezea namna hiyo.
lakini watu wako kimya bwana, kwa sababu ni jisufi. Watu wamekaa kimya, au sema Sagafu bwana kaikosoa hadithi, na wale kwa sababu hadithi ile haiwaungi mkono, kwa sababu hadithi al-Jariya ni ile hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم alipomuuliza yule jaria, aina Allahu, yule jaria akasema fi samaa, qala i'tiqha fa innaha mu'minatun. Hadithi hii wao wanaikataa, wanakikataa kipengele hiki kwamba Imam Muslim kakosea. Sagafu wasema hivyo, lakini je, amefuata utaratibu wa kiilmu katika kukosoa au anatumia hawa ya nafsi? Sasa katika mambo kama haya mtu anapokuwa anatumia hawa ya nafsi, huyo hatakubaliwa sasa. Lakini kama anapoliendea jambo anatumia kawaidi na utaratibu wa kiilmu, sisi tutaangalia ule utaratibu aliofuata, amepatia au amekosea. Kila kitu kina utaratibu wake. Sasa yule atamaneno ya falasifa, yule atamaneno fulani, atakukosoa hadithi, la, sio njia yake hiyo. Hili jambo lazima watu litazame. Na mwisho la kunasihi tu kwamba mashambulizi dhidi ya ahli sunnah wal jamaa na maulama wao yamekuwa ni mengi hivi sasa. Watu husema vile yanayowadhihirikia, hawaogopi, kwa sababu wengine husoma huko, ukafuatilia kwenye mitandao huko, wakafuatilia kina Saiful Asri, kina nani, kina Sagafu, wanaleta shubha wanazileta huko. Sisi tunatakiwa tusome sana, tusomeni sana. Allah subhanahu wa ta'ala kama amekupa nafasi ya fahamu katika dini, kwa waelewa misingi ya dini, basi kile unachosomeshwa jitahidi sana ukifahamu na ukihifadhi vizuri kabisa, kwa lengo la kuja kuinusuru hii dini. Tusome kwa ajili tuwe ni humatu din wa ansaruhu, tutetee sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aqida iliyosalimika. Tusicheze katika jambo hili. Tutakaposoma sana tukaelewa na tukafahamu, hasa elimu hizi ambazo wengi katika watu wa bid'a, sio wote, wengi katika watu wa bid'a zimewapiga chenga na wamekuwa wana udhaifu mkubwa sana, kiasi ambacho mpaka wasikitisha baadhi ya mashehe zao, mashehe wakubwa wasimama, ataja hadithi dhaifu, haya semeni na hii nayo pia dhaifu, ajihambi mapema. Ukishamsikia sema hivyo unajua kwamba hapa ameshindwa huyu, tayari anajihami huyu. Ukishamsikia shekhe asema hivyo, basi ujue kwamba huyu anajihami. Na mwingine anakuambia sasa wewe fuata hadithi dhaifu tu, kwani hakuna sahihi? Hawa wamesema dhaifu, hawa wamesema nzima, mbona ufuata dhaifu tu? Ukishamsikia shekhe asema hivyo, basi ujue kwamba ashatopewa na hii ilmu. Haiwezi hii, kwa sababu watu wa hadithi hawasemi hivyo, si lugha za kihadithi hizo. Mmenielewa? Tusomeni sana, bado tuna safari ya kusoma na kujisomea sana na kutalii sana na kufanya bahthi sana. Allah subhanahu wa ta'ala ataka kabuli kwa mujibu wa nia zetu na jitihada zetu. Lakini tukitaka kugusa kupapasa hivi, basi ujue, fahamuni kwamba tutachezewa. Watu watachezewa, kwa sababu wanapokuwa elimu haipo, elimu sahihi haipo, basi wajinga ndio wanaotawala. Hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ya alima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimemaliza, ndio nilikuwa nimetaka kuyasema kwa leo.